Bwana mmoja wa kishia, bonge la shekhe la kishia, aulizwa, nyinyi mbona muna shahada tatu, shahada an la ilaha illa Allah na shahada anna Muhammadar Rasulullah na shahada ya Ali kwamba ni waliyullahi, mbona shahada zenu tatu? Asema hakuna, siwajua mashia kwa takia, ni maneno ya watu. Hii shahada kwamba Ali ni wali wa Mungu ni kama kibwagizo. Unafikiri ama mashairi? Unafikiri hii ni dini ya vibwagizo? Hii si dini ya vibwagizo, Sheikh. Dini ni vile ilivyokuja, fuata ilivyokuja, sema yaliyoko moyoni, shia golo, temka, ondosha takia, sema ya kwamba hii ni miongoni mwa shahada zetu. Tuko kwenye mwaka mwingine ambao ni mwaka wa Kiislamu. Tumefanya tulioyafanya katika mwaka uliopita, tumesema tulioyasema katika mwaka uliopita, na tumezembea katika mambo mengi yanayofungamana na dini yetu ya Kiislamu. Mwaka huu ni mwingine, sharti mambo yabadilike na mambo yachukue barabara nyingine. Lakini suala, man najatu, kufaulu ni kupi? Wa kaifa nanju, na tutaokoka vipi na tutafaulu vipi katika kuingiliwa na mwaka mwingine wa Kiislamu? Hili ni suala kila mmoja atakiwa ajiulize, na hatuanzi sisi kuuliza, walianza sahabatu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Walikuwa wanapupa na walikuwa ni wepesi na walikuwa ni wengi wa kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuwafaidisha wao na ya kuwaokoa wao na ya kuwafaulisha wao hapa duniani na kesho akhira, ili wasitoke katika mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwapa miongozo ambayo akiitoa kwa masahaba vile vile ndio yametolewa kwetu, na mbora ni mwenye kufuata miongozo ya Mtume, ikiwa ndio miongozo bora kushinda miongozo ya mtu yoyote yule. Ndugu zangu katika iman, katika hadithi ya Uqba ibn Amir iliyokusanya irshadati alizozitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na mtu kufaulu na kukaa mbali na majanga, afuate mambo gani na afuate barabara gani. Asema Uqba ibn Amir, qultu ya Rasulullah, nilisema kumwambia Mtume, man najatu, kufaulu ni kupi, barabara ya kutoka katika haya majanga na maafa tulionayo ya hapa duniani na kesho akhira ni yapi? Ataka kujua. Na hapa tizama tofauti ya masahaba na sisi vile tulivyo. Pupa lao katika kuuliza ambayo ya manufaa kwao, au kuuliza na kutaka kufahamu ambayo ni madhara kwao, ni riwaya nyingi na ni visa vingi sana, pamoja na ubora waliokuwa nao. Kisha ukija kwetu sisi masahaba wa zama hizi, tukawa hatuna wasiwasi na dini yetu, hatuna wasiwasi na maafa yoyote ambayo yanatukabili, ikiwa ni maafa makubwa na ni mengi sana. Tuchukue mafunzo. Auliza, man najatu, kufaulu ni kupi na vipi tutafika katika kufaulu huko? Mtume sallallahu alayhi wasallam kamtajia mambo matatu awe nayo, yani ajibidishe sana katika kuishi mambo matatu haya, ayafanyie kazi. Na si kwa Uqba peke yake, kwa Muislamu mwingine yoyote akiyafanyia kazi haya matatu atakayoyataja Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi huyu takuwa ana mwelekeo ambao ni mzuri katika maisha yake. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza Mtume amwambia Uqba, ikiwa tunaambiwa na sisi, amwambia amsika alaika lisanaka, zuia ulimi wako. Kwa maana gani? Awe bubu, asizungumze na mtu, akisalimiwa sijibu,
au afanyeje? Nini maana ya zuia ulimi wako? Maana yake zuia ulimi wako kutokamana na mambo maovu wakati unapozungumza, kusengenya, kuvunja heshima za watu, kuzungumza yasiyokuwa ya maana, kwa sababu ulimi ni kiungo hatari sana katika mwili wa mwanadamu. Huja ukazungumza neno na likakuletea maafa makubwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa innal abda la yatakallamu bikalimatin min sakhati llahi la yulqi laha bala. Hutokea mwanadamu akazungumza neno kisha asilipe uzito, akaliona neno tu nimesema ni kitu cha kawaida tu, mmesukuma tu kama ninavyosukuma kitu kingine, lakini neno lile yahwi biha fi jahannam, au kama qala alayhi salatu wassalam, ikawa ni sababu ya kumuingiza yeye katika moto wa jahannam, kwa sababu ya kuzungumza tu. Kuwa tharthar mtu, sema masaa 24, yani kila jambo wewe wataka kuzungumza, kila jambo wewe wajua, kila jambo wewe ulikuweko, kila jambo wewe ndiye una mafaili. Siku hizi kuna misemo, ukiambiwa na faili yako usifikiri mfaili ya skuli. Na faili yako manake na mambo yako ulioyafanya, mafaili yote unayo wewe, na waona ni hudari sana kwa kuwa una mafaili ya watu. Muislamu wa kikweli, ndugu zangu, ni mwenye kuwa na hadhari na ulimi wake, akiwa anaatarif ya kwamba kila neno analolitoa katika kinywa chake basi atakuwa ni mwenye kuhisabiwa. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Huzungumzi, hatemki lolote isipokuwa waheshimiwa wako wanakuchora vizuri sana kwa yale unayoyazungumza. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa suala kuhusiana na jambo litakaloingiza watu sana katika moto wa jahannam, akataja miongoni mwake ni ulimi. Maneno haya tunayoyazungumza, ndugu zangu katika iman, tutakuwa wengi katika moto wa jahannam kupitia hizi ndimi. Na hali tulionayo katika dunia hivi sasa, kumekuwa na tanawu nyingi sana kwenye masala ya ghiba na kusengenya na kutukanana. Kuna yenye kusikiwa, kuna yenye kutazamwa, kuna yenye kuandikwa maneno machafu machafu, na kuingia katika masala ya kutaja heshima za watu. Ndio hali ilivyo. Ukija kwenye social media kwanza ndio usiseme. Upuzi na ujinga ulioenea, maal asaf, ni kwamba ni watu wazima ndio wanaoyafanya hayo. Yani leo ukisikia kesi ya huyu aliyoyafanya, hakujakaliwa kwa uzuri, mpya imetoka, hujasema bismillah, waambie umepitwa, kuna na hii. Wengine mpaka saa 4 za usiku wako live wenyewe, huzungumza ati mambo hakuna la maana, wazungumza, hupandishana, sijui upandishana kwa wapi, kwenye minara. Nipandishe. Wapandishwa kufanya nini? Kusengenya. Wapandishwa kufanya nini? Kutaja aibu za watu. Wapandishwa kufanya nini? Kutukana watu. Wajikusanyia madhambi tu, kusanya madhambi tu, wake kwa waume, wake za watu, banati za watu, hapo watu wazima kwa vijana, yani vurugu tu. Haya ndio yalioenea, na huku tunaambiwa na Mtume, amsika alaika lisanaka, zuia ulimi wako. Kwa nini? Kwa sababu kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bikulli ma sami'a, yatosha mtu kubeba madhambi kwa kule kutaka kueleza kila analosikia. Wako watu wenye maradhi hayo, kila analosikia ataka kusema, kila jambo lilotokea ataka yeye ndiye awe wa kwanza kueleza. Wallahi bidii hii bidii na juhudi tulionayo kwenye kusema maneno ya watu na kusambaza machafu ya watu, tungeiweka bidii hii kwenye dini, tungekuwa tumefanya mengi sana. Lakini dini hatutaki.
Sisi tunataka mambo yalivyo, sisi tunataka kuchefuana, sisi tunataka kukusanya madhambi tofauti tofauti. Amsika alaika lisanaka, zuia ulimi wako, usizungumze mambo ambayo hayakuhusu na kutia watu aibu. Imamu Shafi asema lisanaka la tadhkur aurata mri'in, ulimi wako huo usije ukajaribu ukataja aibu za watu. Fakulluka auratun, we mzima una aibu. Walinnasi alsunu, na watu pia wanazo ndimi za kusema. Usione ni hodari wa kusema ya watu, Sheikh. Usione ni hodari kutukana watu. Watu pia wajua kusema, lakini wamejihifadhi. Kwa sababu gani? Ya kushika wasia wa Mtume, amsika alaika lisana. Ndugu zangu katika imani, hili suala la kuzuia ulimi lisifahamike makosa, lisifahamike ya kwamba hufai pia kurekebisha munkar, hufai pia kurekebisha makosa yanofungamana na kidini. La, haina maana hiyo. Wala wacho wasiwe mashekhe wakawaotoa dalili almuslimu man salima almuslimuna. Nyinyi mashekhe, watu hawajasalimika na ndimi zenu, mawasema kila wakati. Twawasema, lakini kwenye la dini, si kwenye heshima zao na mambo yao ya kibinafsi. Haya mambo mawili tofauti. Kilichokatazwa hapa, amsika alaika lisanaka, zuia ulimi wako na kutaja aibu za watu, zuia ulimi wako na kutukana watu, zuia ulimi wako na kufanya ambayo hayafai yaliyokatazwa na sheria. Sio zuia ulimi wako watu huharibu dini, wewe unyamaze. Mbona useme wajua tumeambiwa kwenye khutba amsika alaika lisanaka? Hapana, haingii hapo. Mtu akifanya ya munkar kaharibu dini, kaleta itikadi mbovu, tunasema hizi ni itikadi mbovu. Bwana mmoja wa Kishia, bonge la shekhe la Kishia, aulizwa, nyinyi mbona muna shahada tatu, shahada an la ilaha illa Allah, na shahada anna Muhammadar Rasulullah, na shahada ya Ali kwamba ni waliyullahi, mbona shahada zenu tatu? Asema hakuna. Siwajua mashia kwa takia, hakuna hayo, ni maneno ya watu. Hii shahada kwamba Ali ni wali wa Mungu ni kama kibwagizo. Wewe unafikiri ama mashairi? Unafikiri hii ni dini ya vibwagizo? Hii si dini ya vibwagizo, Sheikh. Wala Mungu hakusema kila mmoja atie vibwagizo katika dini hii. Hapana. Dini ni vile ilivyokuja, fuata ilivyokuja. Usiletee habari za kibwagizo. Sema yaliyoko moyoni, shia golo, temka, ondosha takia. Sema ya kwamba hii ni miongoni mwa shahada zetu. Kisha kasema ya kwamba na pia hii wa ashhadu anna aliya waliyullah, ni kukamilisha shahada ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mungu, ni kukamilisha. Ukiambiwa kitu hichi cha kamilisha hichi, ina maana kuna mapungufu, au sivyo? Kuna mapungufu hapa nyuma, ndio maana kwa kamilishwa. Hivi shahada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam haijakamilika. Na haijakamilika vipi? Mbona isiengezwe wakati yeye yuko, au wakati yeye amekufa kina Abu Bakar wakaengeza, mmoja muongeze nyinyi? Kisha ukisema haijakamilika, unajua unaleta tuhma na unaleta maneno maovu katika dini ya kwamba dini hii ina mapungufu. Na Qur'ani iko wazi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Na katika nguzo za Kiislamu ya kwanza ni shahada. Sasa ukisema shahada haijakamilika, ina maana Uislamu haujakamilika. Hapa usinambie amsika alaika lisanaka, hapa ni paruanja. Unaambiwa shia golo atakuharibu dini. Tumeelewana? Lakini kwa mambo mengine yanayofungamana na mambo ya kibinafsi ya watu, Mtume anatupa wasia kwa kutuambia amsika alaika lisanaka. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Mtume anamwambia Uqba ibn Amir, ikiwa tunaambiwa sisi waliyasaka baituka, ikutoshe wewe nyumba yako. Yani ukitaka kusalimika, baada ushazuia mdomo wako,
umeutia zipu, sio? Lengine litakufanya wewe usalimike, kaa kwako, angalia maisha yako, jiepushe na fitna hizi na za masikani na mikao, ndio utasalimika na fitna. Utasalimika hapa duniani na kesho akhira. Usipende mikao, jilazimishe nyumbani kwako, kaa nyumbani kwako, fanya ibada zako, angalia familia yako. Hii maana ya kwanza. Maana ya pili vile vile, waliyasaka baitu, ikutoshe wewe nyumba yako, ridhika Mungu alivyokupa maisha yako, ridhika. Ni mtu wa rumu moja, kubali mimi maisha yangu ya rumu moja. Ni mtu wa rumu mbili, kubali mimi maisha yangu ya rumu mbili. Ni mtu wewe walala kibarazani nje, kubali mimi maisha yangu ya kulala wapi? Kibarazani. Kubali. Ndivyo Mungu alivyokupangia. Usituonyeshe kwenye TikTok uko kwenye gari, kumbe wewe ni mtu wa laundry. Umeazima gari. Kidogo taka uniachie basi. Wajua ile gari yako ni gari kubwa ile. Sifanyi kitu, mimi nitaka mpige picha tu. Ingia pale kwenye steering ukaiweka manake na pose, alafu na miwani umeweka kwenye utosi hapa. Hebu piga, tumia hiyo iPhone 17, unajua picha zake ndo ziko clear hiyo. Ukishakupigwa pale TikTok kishaandika mnyama, cheki mnyama si wako, wewe ni nze laundry. Sasa usisumbue watu. Wewe ni mtu wa laundry, ni mtu una gari, ridhika na Mungu alivyokuweka. Tumefahamiana jamani? Wewe huna pesa. Wala tukisema hivi, mbona uzungumza lugha kimadharau? Si madharau, bali huu ni uhalisia wa kukuweka pale unapotakiwa ukae. Huna pesa, akiba huna. Pesa zako wewe ni upate mshahara, ulipe nyumba, ununue na reshe, zimekwisha. Sasa usiende kuwazima laki kwa rafiki yako ambaye afanya ofisini, ukazipanga pale kwenye gari, tumeelewana? Kisha ama kwenye ofisi, kisha ukazi tawanya, kisha ukatuandikia tumia pesa ikuzoee mpaka ziwe zako. Hizi si zako wewe. Kwa nini wajipa taabu? Kwa nini wajisukuma pahali ambapo sipo? Ridhika na Mungu alivyokuweka. Ni wasia wa Mtume, waliyasaka baituka, tosheka, nyumba yako ikutoshe kama vile unavyotakiwa. Na hii ndio dawa, na hii ndio suluhisho kupikana na fitna, na hii ndiyo sababu ya mtu kushukuru neema za Mola wake siku zote. Kwenye ya dini, mtizame aliyekushinda, aliyeshika swala zake 5, anayefunga Alhamisi siku nyeupe, anayetoa masadaka, anayesijifanya mambo gani. Mtizame aliyoko juu, na wewe utajiona mimi sifanyi haya, wacha mfanye nifike pale. Kisha kwenye ya dunia waambiwa mtazame aliyoko chini yako. Wapiga lundi usimwangalie aliyoko kwenye gari, mtizame anayetembea na magoti. Ndio mafunzo ya dini yetu tukufu ya Kiislamu. Ukifanya hivyo utakuwa mwepesi wa kumshukuru Mungu kwa kile kichache alichokuruzuku. Huu ni wasia wa pili ndugu zangu, waliyasaka baituka, ikutoshe nyumba yako. Al-amru thalith, Mtume anamwambia Uqba ibn Amir, ikiwa tunaambiwa sisi, wabki ala khati'atika, lia kwa madhambi ulioyafanya. Lia kwa maana kubali. Manake utakapolia ina maana umekubali kwamba wewe ni mkosa, umekubali kwamba wewe una mapungufu. Tena lia bukaan haqiqiyan, kilio cha uhakika, si cha kinafiki, kilio cha uhakika ya kwamba umeona kwamba ulioyafanya si ya sawa. Na huu ndio ukweli wa mambo. Majanga haya, misukosuko hii, mitihani inaotukuta, yote ni kwa sababu ya yale tunayoyafanya na mikono yetu. Muislamu ni mwenye kujihisabu nafsi yake na kuilaumu nafsi yake na kuitia katika makosa. Huu ndiye Muislamu anayejielewa. Lakini maal asaf ni kwamba leo imekuwa
Tukipatikana na maafa hutefutwa, watu huzunguka kwa mashehe wote, imekuwaje? Kwa nini iwe hivi? Sababu ni nini? Maskini, usipache tabu ndugu yangu, sababu ni wewe mwenyewe, sababu ni wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema fa in tawallaw, ikiwa mtapuuza haya niliyowaeleza, fa'lam, jueni ya kwamba annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim, elewa kwamba Mwenyezi Mungu anataka kuwaadhibu kwa baadhi ya madhambi yao, wale ambao hawasikii. Tena sikiliza huruma ya Mungu, kasema bi ba'dhi dhunubihim, sio yote. Lao ingekuwa ni kutuadhibu kwa madhambi yote, sio? Walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba, lao Mungu atawapatiliza watu kwa yale wanaoyafanya, basi hangebakia hata kuku mmoja katika ardhi hii, kwa sababu sote tuna mapungufu, sote ni wakosefu, sote ni wenye kwenda kinyume na amamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni aya ya kwanza. Aya ya pili, Mungu akasema wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, hakuna janga, misiba, mitihani, maafa yanayowakuta nyinyi katika maisha yenu isipokuwa ni kwa sababu ya mikono yenu nyinyi wenyewe. Ndugu zangu, huu ni wasia wa mtume ambao ni waghali sana. Wabki ala khati'atika, lia, laumu nafsi yako, laumu matendo yako, laumu maneno yako, laumu kila jambo lako, kwa sababu yamekufika, sababu ni wewe. Ndivyo walivyokuwa wema waheshimiwa masahaba na wengineo waliopita. Wanapopatikana na maafa, sio hawamtafuti mwenye kumpa lawama, wala hawapati tabu kuumiza kichwa. Sababu nini? Hawapati tabu. Akipatikana tu na maafa, moja kwa moja anasema haya yote yamenifika, sababu ni mimi. Amalan biqaulihi ta'ala wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Na athari na riwaya ni nyingi ndugu zangu katika imani, zilizoswihi na ambazo hazikuswihi. Utakuta namna gani wema walikuwa wakilaumu nafsi zao wakati wanapofikwa na maafa. Ama bila ya kufikwa na maafa, wanakaa wakipima yale wanaomfanyia Mola wao, wanajiambia kwamba haya hayatoshi kwa haki ya kumfanyia Mungu, haya hayatoshi, wanakuwa na bidii zaidi. Anasema Abdullah ibn al-Mubarak, asema law anna rajulan waqafa ala babil masjidi wa nada liyakhruja sharra an-nasi minkum, asema lau kutasimama mtu msikitini aseme haya, atoke katika nyinyi mtu ambaye ni muovu kushinda nyote, asema hakuna mtu hata mmoja atanishinda, nitatoka mimi wa kwanza. Abdullah ibn al-Mubarak si seneta wala si mzee wa mtaa wala si gavana wala si mbunge, ni katika wema waliotangulia. Asema simame mtu tu pale mlangoni aseme yule muovu wa mwisho kushinda nyote, hebu atoke hapa, asema hakuna mtu atakayenishinda, nitatoka mimi wa kwanza. Riwaya nyingine inapokelewa kwa Umar, japo ina makala ya kwamba asema alikuwa akilia mpaka zile mashavu yake hapa yakiwa zikifanya weusi, anapiga weusi kwa sababu ya kulia sana, kunapiga mistari meusi kwa sababu ya kulia sana. Kwa nini yualia? Amefiliwa? Amefanya nini? Amejiweka ya kwamba haya niliyomfanyia Mola wangu mimi hayajafika bado, mimi nina mapungufu. Jamani, Umari, sisi tunamjua Umari, Umar bin al-Khattabi, mtume arejea kutoka al-Isra wal Mi'raj. Hebu jamani tuweni makini na hii dini na tuwate ghururi za nafsi. Umar bin al-Khattab, mtume yuarudi kutoka Isra na Mi'raj, amwambia Umar, kwanza kabla ya huko, hadithi sahihi mtume alimwambia Umar, Abu Bakar fil janna wa Umar fil janna.
hicho ni kibali. Tumefahamiana? Hicho ni kibali kikubwa ushapewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe ni mtu wa peponi. Kisha Mtume alivorudi kutoka Isra wal Mi'raj kamwambia Omar, nimeiona nyumba yako peponi. Mbona ukuingia? Sikuingia kwa sababu nakujua wewe ni mtu wa wivu sana. Omar kalia akamwambia, basi hata wewe mimi nitakufanyia wivu. Nchi huko duniani huponda wali na mambo mengine, na huku nyumba imefanyeje? Imetangulia, kisha yualia kwa kuona kwamba bado. Jamani, hebu pimeni haya mambo, sisi tusiketi tu tukajiona tumemaliza. Kibali cha peponi ashapewa na Mtume mara mbili. Mara ya kwanza kuambiwa wewe ni peponi, kisha mara ya pili nimeiona nyumba yako peponi. Ina maana ameingia hakuingia? Mbona mtakujibu? Ameingia hakuingia? Ameingia, yuko peponi. Ati Mashiagolo wasema Umari hangi peponi. Mashiagolo wasema Umari hangi peponi. Umari na kina Bakara hawaingi, watangia wao wenye nguo nyeusi kama mabuibui. Hiyo ni nyumba hiyo peponi. Umar radhiallahu anhu ashapewa, lakini bado yualia, ana wasiwasi, ajiona kwamba bado hajafanya. Ndivyo walivyokuwa hawa wema, ndugu zangu katika imani, na wao wamebashiriwa pepo. Lakini ukija kwetu sisi ambao hata kibali cha kuingia peponi, kibali chochote hatuna sisi, hatuna kibali cha aina yoyote, lakini ndio wa kwanza kila jambo likitokea ni hasad. Mbona wapitia haya wewe, humalizi majanga mara hili? Wajua nini? Hasad. Wewe mheshimiwa, basi mashallah wewe ni mtu mwema. Ni hasad kila kitu, ni hasad tu, kila kitu ni hasad. Huu ni upotevu, na si sawa kusema hivyo, kwa sababu mitihani ikitufika inatufika sababu mbili. Sababu ya kwanza ni Mtume kusema inna Allaha idha ahabba abdan ibtalahu, Mungu akimpenda mja wake humpa mitihani. Sawa paka hapo? Kwa hivyo mitihani tukipewa, sababu ya kwanza kupewa ni Mungu ataka kutupa mapenzi yake. Sababu ya pili ya mitihani ni kwa sababu ya makosa yetu wenyewe. Twafanya makosa, Mungu atupa mitihani kutufutia yale makosa. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa Muislamu mwenye akili zake, sio? Ikiwa wema ambao hawana makosa, ikiwa wema ambao wamebashiriwa pepo, wakifikwa na jambo wanajiambia sababu ni wao. Wewe ulioko mvita hapa huna wema wowote, huna nyumba yoyote peponi, ukifikwa na majanga wasema hiyo nini? Ni hasad. Hiyo ni hasad. Manake hukupewa haya mitihani kwa sababu ya madhambi yako. Jamani, ama kuna maswahaba hapa? Pengine kuna maswahaba si hatujui. Yaani sisi hatupewi maafa na hatupewi misukosuko duniani kwa sababu ya madhambi yetu. Sisi kila tunalopewa ni hasadi za watu. Ndio maana ukaona hakuna anayejirekebisha. Huwezi kujirekebisha, kwa sababu kujirekebisha mpaka ukubali hili kwa sababu yangu mimi, kwa blanda zangu hizi, ndio sasa utaketi subhana, hii bila shaka Mungu hapa ametaka kunipa mtihani. Ni dhulma niliyoifanya kwa yule kijana, nilimpokonya pesa zake za kusafiri kwenda Saudia, na sina Saudia wala sina kokote. Urege nyuma utafute pesa za watu, ufanye uregeshe. Patikana misukosuko, hasad. Wajua tumeambiwa bana, hasad ziko tena ziko, alafu watu mimi wanaone man anta, wewe unalipi ambalo ikawa watu wewe hawana kazi, watu hukusudu wewe tu, watu hukusudu wewe tu, watu wamekufuata wewe tu. Hapana, yote unayopitia my friend, sababu ni wewe mwenyewe. Sababu ni wewe,
humwabudu Mola wako inavyotakiwa. Sababu ni wewe umefanya majanga huku nyuma. Wewe umedharau wazazi wako kwa sababu ya mke. Umedharau wala usisha mambo yako haya. Umedharau wazazi wako kwa sababu ya mke. Ukamsongeza mke mbele, ukamfanya mke ni bora kuliko wazazi wako. Ukaona raha, una kazi yako ya kampuni, watia 200,000 kila mwezi, zikikuharibikia acha wajua napigwa zongo. Hapana, wewe umefeli upande wa wazazi. Umefeli. Wewe kabla hujaoa ulikuwa kwenu na ndugu zako, dada zako, kaka zako. Wamekaa na wewe kwa vizuri. Wamekufanyia ya kukufanyia. Usemalo ndugu zako wa kiume wako na wewe, dada zako utakalo sema brother wakufanyia. Sasa umeoa, imekuwa ati hawa huwajui tena, umewakata kabisa, si wako. Umemwona mke ndiye mwema. Ukiharibikiwa ndo mitakwambia sababu nini. Usitafute mahasadi za watu. Wala nikisema hivyo haina maana hasad hakuna. Listen to me, wazungu kwambia. Nisikize vizuri my friend. Sijasema hasad hakuna. Hasadi ziko. Na Waislamu husudiana. Message ninayotaka ifike hapa ni kwamba si kila jambo na maafa yanayotukuta huwa ni hasadi. Kuna mengine sababu sisi wenyewe. Na siku zote hata kama ni watu wamekuhusudu, usipeleke kwa watu, sema ni mimi. Manake wewe ungekuwa una adhkari pia usingepata hasad. Jiambie haya yamenifika, hata kama ni hasad za watu, lakini kwa sababu nimeacha adhkar, nimeacha uradi wa usubuhi na jioni. Tumefahamiana? Mtume akwambia wabki ala khati'atika, lia kwa sababu ya makosa yako, usilie kwa kusingizia watu. Message send. Barakallahu li wa lakum بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.